Eleza sasa tunaenda kwa jamaa anaitwa Makori kwenye taarifa hii. Makala ya 5 ya mashindano ya riadha ya idara ya huduma ya vijana kwa taifa NYS yameingia siku yake ya pili hii leo huko Tarbo, kaunti ya Uasin Gishu. Ann Masibo ndiye aliyeshinda mbio za mita 10,000 kwa kinadada. Na muona Yoshua Makori ashaingia. Makori, kipi ambacho kinafanyika dhuhuri ya leo? Mwitiriri kiukweli natiririka moja kwa moja kutoka anga na ardhi ya Tarbo ndani ya kaunti ya Uasin Gishu. Hapa yameishafanyika siku ya pili na tayari niko na matokeo ya hapa na pale. Nikumegea angani ni kwamba katika mbio za mita 5,000 kwa wanaume aliyeshinda ni Daudi Lewano, anatokea hapa magharibi mwa Kenya akitumia ikiwa ni dakika 14 na sekunde 51.1. Samuel Kiprop wa mashariki alihitaji muda dakika 14 na sekunde 51.8 kumalizwa katika nafasi ya pili, wakati nafasi ya tatu akienda nayo nyumbani medali ya shaba Kennedy Kiprono wa eneo la magharibi akitumia muda dakika 14 na sekunde 53.7. Ann Masibo Mwitiriri umeshawaibia siri kwamba ndiye ametamba na haraka upesi. Nataka niseme na mkuu wa operesheni zote ndani ya huduma ya vijana kwa taifa NYS, huyo ni Nicholas Makoha. Angalau aniibia siri mawili matatu yamefanyikaje mashindano haya tangu siku ya kwanza hadi leo hii siku ya pili, na umeyashuhudiaje Nicholas? Asante sana Mr. Makori. Na makala ya awamu ya 5 ya vijana huduma kwa taifa ikiwa katika siku ya pili, tumeona ya kwamba timu kutoka mikoa yetu yote 5 tuko hapa, na katika kalenda ya AK tunajitayarisha kutafuta timu ambayo itaweza kuwakilisha vijana huduma kwa taifa mwezi wa 6 tunapojiandaa kupambana na hawa magwiji wa nchi hii. Mbona uwanja unaitwa Matilda Sakwa? Matilda Sakwa akiwa kamanda mkuu mstaafu wa vijana huduma kwa taifa aliweka michezo kipaumbele ili tusipoteze nafasi aliyokuwa nayo kwa vijana wa nchi hii. Tukaona ya kwamba huu uwanja uweze kuitwa Matilda Sakwa Stadium kwa kumkumbuka mchango wake mkubwa kwa kuendeleza vipaji za vijana wa nchi hii, hasa vijana wa NYS. Hapo kwa talanta umeonaje katika siku ya kwanza ya pili tukiingia siku ya 3 finali kesho? Talanta tumeona ya kwamba tunaendelea kukuza vipaji. Kuna wale vijana ambao chipukizi ambao wameanza kujitokeza kumenyana na wale wazoefu wale wamekuwa katika uwanja huu kwa miaka zilizopita, na tunawapa nafasi ya kwamba waweze pia nao kutafuta nafasi katika timu ya nchi hii ijapo mwezi wa 6 tutakapokutana kule Nairobi. So tumewapa nafasi waweze kutafuta nafasi yao. Asante sana Makoha, tuonane kesho katika finali. Asante sana Mr. Makori. Safi kabisa. Nataka pia haraka upesi niseme na kijana mmoja ambaye ana ndoto kubwa kuiwakilisha Kenya katika mashindano ya matembezi. Leo hii mapema alfajiri ama asubuhi alishinda kilomita 10. Huyu ni Philemon. Philemon, ndoto gani katika matembezi? Mwanzo kabisa mimi nataka nimshukuru Mungu, nishukuru NYS kwa ujumla. Maana bila NYS mimi singekuwa nimefika mahali nimefika kwa sasa. Vile umeuliza, mimi ndoto yangu kubwa kwanza ni kukabiliana na gwiji ambaye tunatembea naye weekend meetings, huyo Samuel Gathimba, na hivyo basi kuingia katika timu ya taifa na kwenda kuwakilisha taifa kimataifa nikitokea huduma kwa taifa NYS. Mungu akutangulie kwa sababu ya muda. Asante sana. Safi kabisa, ndio siku ya pili hii ya makala ya 5 mashindano ya huduma ya vijana kwa taifa NYS papa hapa ndani ya Tarbo Uasin Gishu. Yoshua Makori mwana spoti, sina la mno, sina la msalia mtume wala nabii, na mega pasi ndefu. Pasi huwa ni kwa kandanda, hiki ni kijiti kwa sababu ni riadha. Hadi kwake Mwitiriri atiririke kwa awamu ya mwisho. Studio. Shukran sana, wacha niendelee kutiririka ndani ya studio zetu. Yoshua Makori.